mtu ambaye ana tabia za kinyonyaji ni mtaalamu katika play victim card. Rafiki ambaye ni mzuri hana marafiki wengi. Sio, nielewa? Lakini rafiki ambaye ana marafiki wengi most of the time ni exploitive. Ukiweza kupata nafasi ya kuingia kwenye akili ya mtu aliyekufanyia kitu kibaya, unaweza uspone. Yaani unaweza uspone kabisa. Kama watu ni watumwa wa utu wema. A true friend have to have the capability of staying themselves. Yaani anataka mtu ambaye anaweza akakaa mwenyewe bila watu, yani huyo ndio rafiki wa kweli, kwa sababu hana emotional selfless. Unajua gundua kama kumbe watu wengi ulionao ni unajuana nao, ila sio marafiki. Hatuagi tu marafiki just because of emotion. This ndio, yani wewe ukitaka kuwa rafiki mzuri lazima wewe kwanza wewe unaweza kuwa rafiki mzuri. Ndio unaweza kuwa good friend. Always you have to be prepared to sacrifice for your friend and not wait for the friend to sacrifice for you. Sawa kabisa. Oh, mambo vipi? Karibu kwenye Leo Stock Life. Isaya. Karibu sana. Karibia taji. Bana, tupo na mada nyingine tena kama kawaida. Zili kuwaletea mada hapa. Leo tuna mada moja kidogo kuhusiana na masuala ya urafiki. Urafiki bana imekuwa changamoto. Ndio. Unaona watu wana tweet urafiki ni mbaya. Urafiki si utaki, mimi ni vitu vya ovyo. Ndio. Bora adui kuliko kuwa na rafiki. Ni kama rafiki yako ni the worst enemy. Is always your friend. Your friend can turn out to be your worst enemy. Alikuwa anasema hata Bob Marley. Your worst friend. Yani your best friend can be your enemy. Your enemy. Alikuwa anaimba hivyo mzee mwenyewe. Mimi nahisi ya maisha waga ni kubeti tu. Ndio. People can change. Lakini pia nadhani kitu cha muhimu waga kuzingatia ni kwamba you have to expect anything from anyone at any time. Unajua kwa mfano kama disappointed. Kama moja ya favorite quote kwenye movie ya Game of Thrones. Okay. Kwa anasema kwamba everybody among us is your enemy. Anything. Any possible series of events, they are all happening at once. And if you live that kumbuka hiyo quote, nothing will ever surprise you in life. Will surprise you. Lakini kwamba kila mlipo ni rafiki yako. Na kila mtu ni adui yako. Na tukio lolote linaweza likatokea muda wowote. Ndio maana na ukiishi hivyo hamna kitu kitakuja kutokea kwenye maisha kitakushtua. Nilivyokuwa naangalia movie, tembea na hiyo nani. Nilivyokuwa naangalia movie, I really find it meaningful kwenye maisha ya kila siku. So mimi nilikuwa naangalia movie na lesson nyingi sana. Mimi nilikuwa naangalia movie mara nyingi na kuwa najaribu kufikiria director alikuwa na target nini hapa. Sio tu kuenjoy. Excitement, enjoyment. Kuna lesson nyingi sana kwenye unazileni kwenye movie. Zipo movie nyingi ambazo mimi I have a lesson. Kuna movie moja nataka tuifanyie analysis kidogo, Six Flying Dragons. Yani ile movie mzee wangu. Ile movie ya Kikolea of course. Watu wanaopenda Kikolea wanaweza wakawa wameiangalia kwa upande sio wapanga sio wa nini. Ila mimi nilikuwa naiangalia in terms of politics. Hizo guys walivyokuwa na play politics mimi. Then alikuwa na play politics alafu na human personality, dark personality of a human being. Yani kulikuwa kuna something, yani kuna something exciting kwenye ile movie. Ndio maana I have watched it more than how many times. Ina episode ngapi? Like episode 50 lakini nimeiangalia kama mara 10 na uichoke. Na siichoke, na sasa hivi nikipata muda nairudia. Why? Kwa sababu ilikuwa ina vitu, yani every time kila unavyoiangalia you learn something. Of course I would recommend people to be watching movie like that. Unaangalia movie unajifunza hapo nini? Of course movie bana siku hizi zinawekwa kwenye uwanda mpana kana kwamba kila mtu anaelewa kulingana na anachokifahamu au kinachomstahili muda huo. Mtoto ataielewa kwa level yake, aliyepo kwenye mahusiano ataielewa kwenye mambo yake, mtu wa politics ataielewa kwenye level yake, kila mtu mpaka wa mzee mwisho. Ushajua kwa nini movie kama ya Squid Game ilikuwa ni hit? Ile series ya Squid Game ilikuwa ni hit. Kwa nini? Ilikuwa ni hit kwa sababu it hit the point
or the desire of human personality. Yeah. Human being, they need to be aggressive. They enjoy. Wanapenda. Na society inachokifanya ime try to blindside that part of human being. The boys, people wanakuwa waje ku express their aggression. Then it becomes the problem. And maana hizo movie kama hizo aggressive movies kama sijui Game of Thrones, yani very popular movies. Why? Kuna kitu nitakisema baadaye, nadhani tutakiongea kwenye topic. Kinahusiana na masuala kama haya. Nikiwa tujaenda mbali. Sikuwa hata ni intro lakini. Ya watu watamani kujua. Kuna rafiki yangu mmoja alinitumia quotes hapa akawa ananiambia quotes baadhi ya watu wanalalamika mtandaoni, marafiki na nini. Sasa nikasema hivi ni namna gani kwanza watu tunapata marafiki? Unajua? Tuna sehemu nyingi sana ambapo tunaweza tukawa tunapata marafiki, tunafahamu shule. Ndio. Mtaani, popote ulipo marafiki ndio unawapata kutokana na wewe unachokifanya. Yaani mazingira ulipo ndio yanatengeneza marafiki. Mazingira ulipo ndio yanatengeneza marafiki. Kwa sababu gani? Kwanza human being, they are socially communicative creatures. Tunategemeana zaidi Mwanadamu kama mwanadamu anahitaji marafiki kusurvive. Ndio maana ukienda gerezani, tukikupeleka gerezani, tunakupeleka ili kukuondolea ule uhuru wa kuwa na watu. Na ndio maana pale gerezani ukizingua tunakuwa kwenye solitary cell. Tukutenge zaidi, yani ili uipate kama lesson. Kwa tunategemeana sana. Tunahitaji. Yani tunahitaji binadamu kweli. Na kulikuwa kuna scientific fact moja. Sasa hii inahusiana sio urafiki lakini ni jinsi gani tunavyotegemeana. Nasema watoto walikuwa wanazaliwa prematurity. Wale ambao walikuwa wanazaliwa prematurity na hawana mama. Walikuwa na rate ya kusurvive. Walikuwa ni wale ambao walikuwa wanapata at least muda wa kubebwa na binadamu, kuzungushwa ndani ya masaa 6 hivi au mawili. Wanazungushwa na wewe kwa at least kwa siku masaa 6. Walikuwa na rate ya kusurvive kuliko wale walioachwa kitandani tu wanapewa kunyonya na kunanili. Walikuwa wanafariki wengi. Na sisi moja ilifanya miaka ya nyuma kipindi cha vita. Na ilikuwa ni very surprising idea kuja kuifind true. Jinsi binadamu anavyotegemeana na binadamu. Yaani ile bond ya mtoto kubeba tu kufeel ile ilikuwa inampa survival rate kubwa kuliko wale wengine waliokuwa wamebaki. Kwa hiyo this is quite quite something ambao anyway tunapata vitu marafiki tunajua. Sasa why tunahitaji marafiki? Maana watu wanasema, ndio maana nimeanza kuulizia kwamba kwa nini tunahitaji marafiki, umuhimu wa marafiki watu waone, maana watu wana crush. Tunafahamu kuna watu hawatokei pasi marafiki zao, lakini kuna watu wanasema mimi nataka rafiki. Nitaenda tu na watu ambao walipo muda huo utokee. Sasa why do we need friends? Sasa watu ambao kwanza watu ambao wana hiyo notion at least they really found someone who hated them. And at least yani walikutana na mtu mmoja aliwashughulikia vizuri sana the extent kwamba they had in order. Sasa they did not learn but walijaribu ku repress ile emotion, kurudisha hate about ile situation. Ni kweli. Maana ukiumizwa unatakiwa ulearn. Sasa ile ego mechanism, zile mechanism za kuweza mtu kuprotect your ego, kujifunga kwamba nisiumie. Yani zile ego mechanism zipo nyingi sana. Kuna repression, regression, displacement, sijui desensitization, vitu kibao, vitu vingi sana. Zipo kama 9 ngapi hizo mechanism ambazo zinaweza zinamsaidia mtu ukapambana, yani ukapambana ile kitu. Lakini unaweza ukachagua either ukarepress zile emotions au ukariaggress au ukadisplace au ukaziproject. Yani unaweza ukaamua. Sasa zipo njia nyingi sana. If you face a challenge kama hiyo, zipo njia nyingi sana za kupambana na ile situation. Sasa watu wengi wanajaribu kupambana ile situation kwa kuondoa umuhimu wa rafiki. Kwa hivyo wangeamua kuchagua kitu kingine, kwamba either tuchague sasa marafiki kwa usahihi au tupunguze kuamini warafiki bila sababu ya msingi. Kwa wangechagua njia nyingine ambayo ni nzuri, ambayo ingewasaidia waweze ku overcome hiyo scenario. Ila wamechoose yani kuondoa umuhimu wa urafiki. Ni sawa na mtu ambaye anaumizwa na mpenzi wake, anaamua kuona wanawake wabaya wote au wanaume wabaya wote. Inakuwa ni mechanism moja ya kukupa na hisia zake. Ya kukupa hisia zake na kujustify kwamba kile alichokinanili ni sahihi, ambapo pia angeweza kuchagua upande kwamba
However, kuja na wanawake ni wabaya, hilo ni shida. Yaani sio kwamba ni kitu sahihi. Wewe sasa watu wanakuja na justify, na ndio maana wanakuja sio kwamba watu wanaosema hivyo hawako sahihi, kwa sababu wanajaribu tena kuwaambia watu ambao hawajawahi kuexperience hicho kitu waone kwamba that is true about life. Na tuna a lot of wrong information about everything. Yani kwa sababu kila mtu anatoa taarifa. Kila mtu anatoa taarifa, kila mtu ni mwandishi wa habari. Kila mtu anatoa taarifa, kila habari ni sahihi na kila habari sio sahihi. Kwa hiyo it takes sometimes. So at least watu wangekuwa wanajua kwamba bana which is good for you. Unaweza kuwa lucky unazitambua taarifa sahihi ambazo sio sahihi. Na hiyo inawezekana sio kwamba umekuwa tu lucky, ni kwamba just hivyo ulivyotokea, ulivyokuja, family history and a lot of things. Kuna vitu vingi sana vinakuexpose kwenye kufanya at least kwenye vitu vizuri na vitu vibaya. Watu wana unajuaje? Unajua kuna watu wana confusion fulani. Kuna watu wanaweza wakawa wanakaa na mtu au wanafanya kazi na mtu sehemu moja, au wanaenda shule sehemu moja au chuo sehemu moja, akamtani au tukua rafiki yake, lakini kumbe ni mtu tu anayeambatana naye lakini sio rafiki yake. Nitakupa mfano mmoja. Wewe ukipanga na mtu hapa, si ndio? Sema umepanga na mtu hapa na hapa, si ndio? Mkawa labda mnakuepo nyumbani mara nyingi, anakuwa tu jirani, si ndio? Lakini haimaanishi ni rafiki yako. Hata mkikaa mwaka mzima, kuna watu ambao unaweza kukaa nao mwaka mzima lakini sio rafiki yako, ila mnakuepo. Sasa kuna watu wao wana confuse kati ya watu waliopo karibu na rafiki. Sasa kitu ambacho unasema, unajua walivyosema kwamba kuna machaguo, watu wanashindwa kuchagua nani rafiki. Unahisi ni nani ambaye huwa ni rafiki, yani distinctive? Maana kuna sifa ambazo zinamfanya mtu kuwa rafiki yako. Uachane na notion ile kwamba kuna watu unaowapenda wao marafiki zako. Je, wanakufaa kwa marafiki zako? Je, hao watu walipaswa kwa marafiki zako au ulipaswa kuwaogopa? Kuna viashiria ambavyo labda unaweza ukaviona kwa mtu ukajua kabisa hivi viashiria tunaendana. Maana watu hawatokei kwa marafiki tu kwa sababu ya bahati. Kuna common interest wanakuwa na share, ndio, au common goal fulani ili wafanye wawe marafiki. Kwanza, kitu cha kwanza, kuwa jirani na mtu alikufanya kuwa rafiki yake. Sure. Kusoma na mtu alikufanya kuwa rafiki yake kabisa. Kitu kinachokufanya na tukufanya hivi, wewe unajaribu kuzungumzia hapa hivi, ni mtu anampataje rafiki aliye bora? Ndio unachojaribu kuzungumzia, si ndio? Sema tu mtu anampataje rafiki aliye bora. Lakini kabla kufika rafiki aliye bora, yani point yangu ni kwamba sasa kabla mtu ajawa rafiki bora, jiulize wewe ni rafiki bora? Kitu cha kwanza. Kwa sababu we attract people according to who we are. Na if kama wewe una low boundaries, maana yake utakuwa easily exploitive. Watu watakuwa ni rahisi kukuja. Sasa watu wote wahovi watakuja kwako. So unaelewa? Watu ambao ni wahovi watakuwa marafiki zako na watakunyonya. Na wewe utaendelea tu ku give a lot. Lakini kama wewe mwenyewe you know yourself kwamba bana mimi sipendi hiki, automatically watu ambao hawapendi kile ambacho wewe ukipendi hawatakuwa marafiki zako. Watu ambao wanapata shida ya friendship huwa ni watu ambao wana low boundaries. Hawajijui wenyewe kama wenyewe nini anakitaka. They lack authenticity, they are not true to themselves. Yani wenyewe wanajifanyia unafiki. They are trying to play good. Hana msimamo wake, hana msimamo mwenyewe, hana misingi yake. Rafiki anachokisema ndio msimamo wake. Na watu hao wana end up wakiwa resentful. Kwa kitu cha muhimu pale ni kujijua. Mtu utakiwa ujijue. Wewe ni nani? So unielewa? What do una enjoy nini? Unachukia nini? So unielewa? Watu wanaopenda vitu gani? Maana ukijijua una enjoy nini, unachukia nini? Maana yake ni kwamba watu wote ambao wanafanya vitu unaovichukia wewe utawakimbia. Haijalishi ni jirani yako au sio jirani yako. Okay, kuna hii connection ya ujirani. Maana njia rahisi ya kumfanya mtu jirani yako, njia rahisi ya kuzoeana na jirani yako ukihamia sehemu ni kuomba jirani akusaidie chochote. Unaenda kwa jana mwambie naomba nisaidie hata kiberiti. Kweli. Itamfanya jirani akuzoee. Jani kukuzoea sio kukuzoea kuwa marafiki, kukuzoea kama jirani. Kuna watu ni majirani zetu, na watu ni marafiki zetu. Kuna watu wanashindwa kuchora ule mstari wa uasi.
Sasa mstari wa urafiki na wa kufahamiana. Ndio. Sasa kwenye kufahamiana na urafiki ndio pale mtu mmoja anatakiwa anayechagua urafiki na nini, atakiwa wanajua kwamba bana mimi huyu ni jirani yangu lakini sio rafiki yangu. Kuna uhusiano sana kwenye haya mambo na personality ambazo hapo nyuma ulishaziongelea. Nadharia za mtu. Hizi haiba za watu. Sasa hizi haiba za watu mwanangu zinafanya kazi kubwa sana. Kuna tofauti mkubwa kwenye haiba, na unaweza ukajikuta ukahisi mtu ni rafiki yako wakati kumbe yule mtu haiba yake ngumu sana kumatch na kwako. Yaani yule mtu haiba yake ni ngumu sana kumatch na kwako, au yule mtu ukikaa naye wewe unaona akuongezee chochote. Ushakuwa na marafiki ambao unaona wakuongezee chochote. Ila hawana shida. Hawana shida. Au ushakaa na unahisi ushakaa na rafiki ambaye ana demand a lot from you. Sio nielewa? Yeah. Ana demand a lot. Sasa mbona huyu ananinyonya damu? Sio nielewa? Sasa hizi haiba za watu hizi kama nilivyosema kwamba zipo zimeelezewa katika vitu tofauti, yani zimeelezewa katika wataalamu tofauti, lakini modo kubwa inayotumika hiyo hapa ni hiyo ni big 5 personality characteristics. Lakini ikawa kuna kitu kingine kile extendiwa of course, lakini yenyewe iliendelea kwa vile vile. Ile nyingine hiyo extendiwa ikaongezeka hasta, lakini ile hasa ilikuwa inatumika kuelezea vizuri. Kwamba kwa nini watu lakini sasa hizi big 5 hizi big 5 bana zinafanya kazi kubwa sana. Kwa mfano kuna hii hapa sijui agreeableness, openness to experience, conscientiousness nini. Hizo big 5 zote hizo traits. Kuna mtu kwa mfano labda ni conscientious person, maana yake ni mwajibikaji. Sasa mtu ambaye ni mwajibikaji atakaa vizuri sana na watu ambao ni wajibikaji. Kwa sababu watu wote watakuwa ni wako task focused, structured na oriented to the future. Anajiona yeye kwa hiyo ni order na ni industrious. Wanakuwa na nidhamu yao katika kufanya vitu. Anakuwa na nidhamu ya maisha. Sasa ukiwa ni mtu wa aina hiyo utapata tabu sana kuendana na mtu ambaye hana mpangilio. Yeah. So nielewa? Changamoto. Ni extroverted. Maana ni low conscious. Maana sindio extroversion. Most of the time extrovert anakuwa ni most of the time extroversion yani inakuwa ni positive emotionality, positive emotional dimension. Extroversion yani kwa Kiswahili unaweza kuiweka kama wachangamfu. Aiba ya watu wachangamfu. Watu wachangamfu yani watu ambao yani wenyewe wanakuwa wao wanajisikia vizuri, hawawazi sana vitu vibaya. Yani hawana hisia kwenye maisha yao. Wenyewe kila kitu ni fresh. Hisia chanya maana kwenyewe ni hisia chanya. Wanakuwa wana emotional excitement, lakini pia kitu kingine wanakuwa ni enthusiastic. Maana yake ni enthusiastic, yani kwamba kuna jambo wao kuparticipate ni kitendo cha haraka sana. Kitendo cha haraka na wawazi. Idea yoyote wao wanawaza tu wenyewe nalo mbele. Yani hawawazi. Sasa mtu wa aina hiyo maana yake ni kwamba atakuwa hana mpangilio wa maisha. Sio unanielewa? Mpaka hapo yani. Atakuwa na maneno mengi na vitendo vichache. Sio unanielewa? Atakuwa ana maneno mengi, vitendo vichache. Sasa mtu ambaye ni conscientious mara nyingi wanakuwa ni watu ambao wanahitaji mifumo inayoeleweka. Sasa watu wapate. Sasa unajikuta kwamba wewe unatamani sana Jafet yule rafiki yangu. Jafet yule ni mtu wa mpangilio. Alafu mimi ni mtu ambaye mpangilio wao unanichosha. Kitakachotokea ni kwamba wewe utakuwa unapenda sana mpangilio, alafu mimi nitakuwa sipendi mpangilio. Kwa hiyo mimi nitakuwa kila siku naona wewe unajifanya una mipangilio. Alafu mimi muda huo wewe unaniona mimi ni wa hovyo, sina mipangilio. Siko smart, yani mimi ni sasa hao watu hawezi kuklik. Sasa hao watu hawezi kuklik, na ndio maana hao watu pia sio rahisi kuwakuta marafiki. Sasa wale watu wakijikuta ni marafiki, sasa ndio tatizo linapoanzia. Sasa unakuta watu kama hao walibondiwa na kitu kimoja kilichokuwa na common interest. Alafu ndio wakajikuta hawafanani. Sasa hao watu wasipokuwa na misingi ya kwao wenyewe, watu kuongea. Watu wao huwa hawezi kuendelea kuwa marafiki, na wakiendelea kuwa marafiki watakozana tu. Kuna mtu mmoja pale ni mnyonyaji sasa. Maana yake most of the time atakuwa ni extroverted. Atakuwa ni extroverted, alafu ni low in conscientiousness. So anaelewa? Promiscuous. Alafu atakuwa ndio hivyo sasa, atakuwa na vitu sasa na vitu vingine sasa. Kwa hiyo mtu mara nyingi sasa atakuwa yeye ajisikii vibaya wewe kuwa conscientious. Yaani ajisikii vibaya wewe kuwa mwajibikaji. However anaona kwamba uwajibikaji wako ni pati ya maisha yako, na wewe unatakiwa uwajibike, yeye akiwa hawajibiki. Kwa utajikuta wale watu wanakaa mmoja ananungunika. Na sasa watu hao sasa ambao ni extroverted, labda most highly extroverted, low ni wanakuwa ni very sensitive to negative emotion.
you know, ni kind tricky. Yani unakuta mtu ni negative emotion, ni very sensitive to negative emotion. Yani anawaza sana mambo mabaya. However, muda ule yuko hapa kwenye extroverted, anaenda sana. Kwa hiyo yuko makini. Ndio ambao anakuwa ni paranoid. Yuko makini sana. Yani yuko makini anakuangalia kuliko unavyomwangalia. Yani yuko makini na wewe kuliko wewe ulivyo makini naye. Kwa kila mtu ana play victim card. Maana yake wewe usiweze kuplay, wewe anakuzidi umakini. Ngoja nikupe sifa moja. Sifa kubwa sana ya mtu ambaye ana tabia za kinyonyaji, ni mtaalamu katika play victim card. Yeah. Ni wazuri sana. Ni mtaalamu sana. Na victim card ni very dangerous. Hatari wake ni nini? Ni every time unakuwa ni guilt. Every time utakuwa unajisikia vibaya. Na kila unavyojisikia vibaya, unakuwa unahitaji kuendelea kulipia makosa yako ili uweze kufidi ile chance ya kujisikia vibaya, at least ujifikie vizuri. Kwa sababu watu ambao wanapewa victim cards ni watu ambao ndio hivyo, ni conscious na ni naive. Ni conscious na ni honest, labda au ni agreeable. Kwa hiyo watu ambao na most of the time agreeable people ndio wanakuwa wanapewa victim card. So nielewa. Kwa wanakuwa kesi wanatumika. Watu wa kukubali. Wanaishi kukubali. Watu ambao ni kukubali, ambao ni watu ambao ni compassionate na polite. Polite people, they always end up being used. Kwa sababu watu wana play victim card. Kuna mdada mmoja naongea naye, one of my friends, alipata changamoto kwenye relationship. Sasa kawa ananielezea, akaniambia kwani mbona mimi tulikuwa tunapendana lakini baadaye tukaachana, lakini amekaa muda afu amerudi. Alikuwa hajarudi muda huo. Sasa amekaa amekausha ameondoka. Sasa mimi nikamwambia atarudi. Naambia atarudi, akamwambia atarudi, lakini akirudi atarudi hivi. Atarudi kwa kuplay victim card. Atakuonyesha kwamba wewe ushindwa kumuelewa, wewe hukuwa na nafasi ya kumuelewa. As I suspected, jamaa alirudi akaja na story ile ambayo nilimwambia dada atakuja nayo. Kwa dada akaja akaniambia bana amerudi na hiki kama ulivyosema. Kamwambia I suspected watu wa aina hiyo, watu ambao wana tabia za kinyonyaji, huwa wanaashuku kwamba wewe ni haki yako kunyonywa, na wewe unakuwa ni playground yao. Na kipindi anakunyonya anakuwa aisi kwamba utajisikia vibaya. Ila the bad news, ukimshtukia kwamba ni mnyonyaji, anakimbia, hawezi kurudi tena. Na ndio maana watu ambao wana tabia hizo za kinyonyaji hawana stable relationship. So the same goes to the friendship, urafiki. It's also like that. Kwamba utajikuta rafiki ambaye ni mzuri, hana marafiki wengi. So nielewa? Okay. Lakini rafiki ambaye ana marafiki wengi, most of the time ni exploitive. Why? Kwa sababu kwa sababu nikwambie, any successful relationship should be reciprocal in nature. Of course. You have to give something and to get something. Sasa, how can you manage to give something to more than 10 people? Hapo ndio inakuja more than 10 people. Wewe unatoa tu. Yani maana yake ni kwamba wewe sasa kama uchukue una marafiki 10 simultaneous the best, maana yake ni kwamba unachokifanya wewe, you are just getting from them, au you are going there in a pretense manner. Au una kategoria yako pale, kuna rafiki zako wawili, wengine wote unawanyonya. Na most of the time na wale rafiki zako wawili unawanyonya, na pale unakuwa unakula rafiki yako. Wewe watu wote unaona kama pools. za kupitia. Psychopaths Nilitaka nikuulize kitu kimoja hapo. Maana psychopaths sio haiba. Psychopaths ni moja kati ya kitu kina tilt. Moja kati ya haiba ambazo zinakupeleka kwenye psychopath ni moja hapo, ni extroversion. Yeah, no, okay. Extroversion au ile ikichangamana. Maana hii ndio inakupeleka sehemu moja. Ni kweli. Extroversion ikichangamana na sensitive to negative emotion. Maana wewe unakuwa makini sana. Kwa unakuwa ni paranoid. Unakuwa una study a lot more than people they can think. Yani ushakaa na mtu ambaye sijui ungekuwa kumit na this picture, ungekuwa unanielewa vizuri. Kuna mfano mmoja. Okay. Tunafahamu watu walio ni tunasema kuna parasite na predator. Ndio. Hao huwa ni sifa ya psychopath. Ndio wanakuwa wameshatreat kwenye psychopath kabisa. Ndio. Sasa watu hao, parasite yeye huwa ni mnyonyaji kwa lugha ya Kiswahili tunavyokuwa. Kwamba anafidi kwa unachokipata wewe. Parasite huwa anakuja kuchukua ulichonacho
Ndio. Anakula anakimbia. Yaani anapunguza kidogo kwenye ile mnacho, anakuwa mnatumia wote labda muda mwingine. Predator yeye anakuja tu kula anaondoka. Predator yeye anakula na anaharibu. Yaani predator yeye anakuja, anakula, anaharibu kilicho chao. Anaharibu na hicho kilicho. Yaani kitu anaharibu. Na ndio maana siko pasa predator. Predator ni parasite. Sasa akiwa na visivyo hizo mbili na kama ulivyosema hapo mwanzo kwamba wanyonyaji wanakuaga wana tabia moja ya au psychopaths wanakuwa na tabia moja ya kukufanya uweze kuwa produce kwa constantly. Moja ni hiyo victimization card. Lakini victimization anaifanya vipi? Hali ya kujitia masikitiko. Atakuja kitu ni haki yako. Mfano, unaweza kuwa na hela, si ndio? Sasa imekomesha labda wao wengi labda ilikuwa ni chuo nini. Nasema unajua wewe wazazi wako wana hela. Yani hata hela usio kama sisi yao hajazihangaikia, zinakuwepo tu unapewa. Ndio. Sisi yani wazazi hawana hela, yani mimi ndo nategemewa na nini. Si umeelewa? Kuna ile watu kuongea ine maana kwamba maana wewe unajua maisha umeyapatia, ila kuna ile mwingine anakuja yani anakuambia kama wewe kuwa na hela ni kosa lako. Yani anageuza sasa wewe kuwa na hela kwamba anakufanya usikie vibaya, kusikia vibaya, kuwa privilege. Yani kuwa na ambacho kinachofuata ni nini? Hapo anaweka uhusiano gani? Anaweka uhusiano kwamba wewe unapasa hata sisi unampa 10,000 maana hivyo vitu hajavihangaikia. Ndio maana nayo imani. Na ni ngumu sana mtu kuamini kwamba anakuwa anafikiria hivi. Ni ngumu kuamini, lakini yani that's the part, that's the truth ninachokuwa. Wanaambia watu. Hiyo ndo hali ya unyonyaji ambao mfano niliouona ambao ulikuwa very live. Yani ukiweza kupata nafasi ya kuingia kwenye akili ya mtu aliyekufanyia kitu kibaya, unaweza uspone. Unaweza uspone kabisa yani. Ukiweza kupata nafasi ya kuingia kwenye akili ya mtu aliyekufanyia kitu kibaya. Na ndio maana mimi waga sinaga forgiveness kwenye yani mimi I don't entertain vitu ambavyo havitokei. Vitu vya kwa sababu ninaamini kwamba whoever is doing whatever, if you get the chance to go inside what they are thinking when they are doing that, yani uweza kupata nafasi ya kumuonea huruma. Maana people watu wana very bad intention about others. Kweli. Hebu nisikilize. Okay. Kuna dada mmoja akaniambia kwamba ni vitu vinatokea kila siku. Akaniambia kwamba I hate women, female friends. Kaambia kwa nini unachukua marafiki wa kike? Akaniambia bana, nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Alichukua bwana wangu live na wakati tulikuwa tunakaa pamoja. Okay, kuchukua bwana yako sio kosa tu la mpenzi wako aliyemchukua, ni kosa hata la bwana wako, ni kosa lako pia. Sio kosa la mtu mmoja. Sio la mtu mmoja. However, unajaribu kufikiria yule aliyechukua bwana yake kichwani mwake alikuwa anafikiria nini? Huenda huyo alikuwa anamuona kama gunia. Yeye anaona kama sio mtu yani. Bwana hisia. Ana hisia labda afai. Kwa sababu manaka aliyechukua na aliyechukua wote wana nia mbaya na they are blunt, manaka they are disagreeable. Disagreeableness and toughness, manaka they are blunt. Sasa ni moja kati ya iba nilizokuwa na kueleza kwamba zinaweza zikamfanya mtu kutreat kwenye psychopath. Moja hapo ni disagreeable. Disagreeableness of course ni vice versa ya agreeableness. Mtu anakuwa ana tabia kutokubaliana na anakuwa hasikii vibaya akiwa anakufanyia kitu kibaya. Sasa ile hali ya maana hizi ni haiba. Ndio. Kuna swali moja nilikuwa nalo, nilitaka sana yeye niulize, yani kwamba okay, tunafahamu psychopath sio haiba, si ndio? Ndio. A very disagreeable person. Au mtu ambaye hakubaliani kirahisi na vitu vingi, mwenye haiba ya kutokubaliana almost na kila kitu. Na mara nyingi akiwa tena low in consciousness. Ndio anataka watu kuwa psychopaths. Anataka kuwa wanyonyaji. Anataka kuwa wanyonyaji. Ambapo sisi tunajua unyonyaji ni sifa ya watu wenye matatizo ya akili. Maana ukiwa anasema mojawapo ya changamoto ya kuwa na haiba hiyo ni kwamba unakuwa less empathy. Unakuwa blunt. Unakuwa huna ni hali ya kumfikiria mwingine. Unakuwa huna hiyo hali. Kuna sympathy na empathy. Kuna kumfikiria mtu. Na kujiweka kwenye viatu vya mwingine kuhisi atajifikiaje ni empathy. Hiyo ndio empathy. Sasa unakuwa uwezi kuenda kwenye viatu vya mtu unavyomfanyia atajisikiaje. Na ndio maana ni rahisi sana kumnyonya. Kumshughulikia wenyewe wanakuwa wanajua wanakushughulikia. Kwa kweli rafiki lazima watu wapate changamoto. Okay. Moja ya dalili hizi unazozisema ni moja kati ya dalili ambazo mtu anabidi aepuke kwa na watu kama hao. Yani sasa kitu cha kuepuka kwanza ni kitu cha kwanza. And a friend who is playing victim card, delete.
yani mimi naongea kabisa victim card, kama una rafiki anayejifanya faida sasa ya watu no yani kama una rafiki atoe lugha fulani ya victim, kama una rafiki ambaye anajifanya anaonewa sana kwenye maisha, achana naye. Atakutesa, atakusumbua. Na sasa kama na wewe sasa una tabia ya kujiona unaonewa, acha hiyo tabia. Maana watu wajanja watakushtukia. Mimi ukija kwangu unaonewa, mimi nitakukimbia. Maana nitakujua pale pale on the spot kwamba hamna kitu. Yaani ukija kwangu unaniambia unajua bana mimi yani bana tu mimi sina bahati. Na sasa kama na wewe sasa una tabia ya kujiona unaonewa, acha hiyo tabia. Maana watu wajanja watakushtukia. Mimi ukija kwangu unaonewa, mimi nitakukimbia. Maana nitakujua pale pale on the spot kwamba hamna kitu. Yaani ukija kwangu unaniambia unajua bana mimi yani bana tu mimi sina bahati. Sina bahati ni maana mimi nishakuondoa kwenye watu wangu. Umeshaanza kujininia mabaya. Kwa nimeshakuondoa kwamba wewe unazingua. Na watu wote ambao ni productive, ambao wanajitambua, hawatakukaribisha. Kwa ni bora ujue hivi vitu alafu anza kuvipambania. Mtu ambaye ana play victim card au mtu ambaye anatia huruma, mtu wa hovyo sana. Maana huyo hicho ndicho kitu cha kwanza kinachokupelekea kwenye vitu vingi. Atakuwa anatia huruma, atakuwa anakuja na yeye misemo unajua tu mimi ndo hivi maisha yangu waga ni mambo. Na sasa watu ambao wana presa na hiyo kadi ni wanawake. Njaa sana. Wanawake wana presa na hiyo kadi. Na ndio maana kwa wanaume, okay, I hate to say this. Take your time. I hate to say this. Fuli to maneno wenzao. Kwa wanaume jitahidi sana usinganganie urafiki na mwanamke. Maana yule mwanamke yeye kichwani mwake anakuona wewe kama support ya kumvusha alipo. Okay. Na wewe ni tool. I hate to say that, lakini wewe ni tool most of the time. Vipi kwa wanawake wenye rafiki wanaume ambao wanataka wanawake wavushe sehemu fulani? Wanaume wanataka wale wanawake wavushe sehemu fulani, na ndio maana mwanamke yani kwa perception ya wanaume kwa wanaume sasa huyo mwanaume ambaye anataka mwanamke amvushe, huyo mwanaume ni tatizo. Yaani ni tatizo kubwa sana. Mwanamke atafahamiana na mara nyingi sasa kwenye scenario kama hizo ambapo mwanaume anategemea mwanamke amvushe. Wanaume wale mwishoni wao wanawaacha wale wanawake, wanawakimbia vibaya mno. Yaani wanawapiga ngumi moja. Sasa na hiyo ni sifa ya wanawake pia kuona. Kwa mwanaume ambaye sio rahisi, sio mimi. Okay, mwanamke na mwanaume wanaweza mkaa marafiki. Whatever the case, mimi kwa upande wangu siwezi fanya. Wanaweza kuwa marafiki wa kiume. Mimi hapana kwa kweli. Yaani mimi ni watu naojuana nao. Mimi nasema kabisa mimi sina marafiki wa kike. Yaani ni watu naojuana nao. Kwa bana I know you, tunajuana yani, ila sio marafiki. Kwa nini? Shida ni nini? Maana the moment unapokuwa rafiki na mwanamke, okay, ngoja nijizungumzie mimi. Mimi nikijizungumza mimi, the moment unapokuwa rafiki na mwanamke, kichwani mwangu nakuwa na wait for weak spot. Nakuwa nasubiria nafasi nyepesi nitakapompata. However, I could suspect wanaume asilimia kubwa wako hivyo. Yaani I could suspect kwa sababu mimi mwanaume tu wa kawaida, sio wa miujiza, sijashushwa. Kama mimi nawaza hivyo, I could suspect watu wengi wanaweza wakao kwenye nafasi kama hiyo. Kwa sababu ya kusubiri kumpata. Yaani ya kuvizia weak spot. However, wanaweza wakapo wanaume wengine ambao nadhani labda wana stable relationship, lakini bado hauwezi kutoa ile consistency mwanamke anayohitaji kuwa rafiki yake kama hauna lengo lolote. Maana mwanamke kuwa marafiki, mwanamke kuwa rafiki yake lazima upe attention brother. Kuna watu ni good boy in nature. Good boy ni weakness. Ni maana Frederick Nietzsche mimi namkubali. Yaani goodness is a weakness. And people cannot justify their goodness. You have to be strong, powerful, and then good person. Of course. Lakini just being goodness wakati you have low masculinity, you have low boundaries. Unakaa na watu ambao mimi naona good boys ambao yani they are being used. And watu wanasema kwamba mimi niko naye tu na anajua lakini anasema mimi am a good person. That is weakness. That is labda moyo wa kusaidia. That is called slave morality. Kulingana na Frederick Nietzsche. Hiyo ni slave morality. Yaani alidescribe kama slave morality. Kama watu ni watumwa wa utu wema. Na hakuna watu ambao ni resentful duniani hapa kama watu ambao waliamini ni wema na watu wenye majuto.
Hakuna watu wanajuta kwenye haya maisha kama watu ambao walikuwa trapped kwenye slave morality ya kuwa watu wema, kwa watu wema kuonekana maisha. Na utasikia nasema mimi nimemsaidia sana mimi mwanangu, na kuhakikishia hautokaa usikie mimi nasema nilifanya kitu fulani ukunirudishia. Hakuna maana, na hakikisha kipindi na kufanyia kitu chochote kuna kitu unakipata. Yani ni kama sikipati, sitegemei kupata chochote, kwa sababu I'm not doing things for only goodness. Unajua mimi ni mtu mwema? Hapana, yani huo mtu mwema ni for the weak people ambao wana wait for the right time to attack. I'm telling you the truth. Okay. Good boys, they are always wanasema kwamba friendship with men and women is either failed proposal, I think, or failed what. Yani ni kwa fupi, yani the friendship ni symbol ya failure in one side, yani in one side. Kwamba iza kuna maviziano au kuna moja anatumika. Kuna moja anatumika. Sasa mimi naweza nikakubali kutumika. Mimi naweza kukaa na mtu najua ananitumia, afu nikakubali. Sio nielewa unachokisema. Kuna watu wanakaa na watu najua kwamba ananitumia na nakubali. Sasa unakuta mimi yeye ananitumia kwenye kitu ambacho ni materialistic, ila mimi namtumia emotionally. Labda mimi nahitaji kusatisfy ego yangu, kwa nakubali anitumie. You get that point? Tunarudi pale maana friendship ni reciprocal. Kwa there is mutual benefit there. Lakini kuna watu wengine wanatumika na wala hawajui wanafaidika wapi. Sasa wao wanakuwa na lawama. Wao wanakuwa wanalawama au wana wait for a week. Wana lengo fulani la mwishoni. Ndio maana mimi mwanangu, mke wangu hawezi kuwa na rafiki. Mimi kwa upande wangu. Hiyo I'm telling you. Rafiki wa kiume na maanisha mke wangu hawezi kuwa na rafiki wa kiume. Atakuwa na watu wanaofahamiana nao. Hiyo ni highly and strictly prohibited. Na ningependa kukuambia na wewe, kama unaweza jitahidi mpenzi wako au rafiki best yangu best yake wa kiume vipi aende kwa naye, mimi sio mpenzi wake, sasa tunaachana. Afu ni simple and easy kwamba bana, if you are going to be friends with someone, it's all about sweetness and nadhani boundaries. Ni boundaries. On my side, my boundaries nasema kwamba I'm not interested in this. Sikatai point yako, lakini ninachokiona ni kwamba where to draw a line, sababu hapo tunaongea ni marafiki gani ambao upaswa kuwa nao. Okay. Umesha highlight kwamba kwenye victimization card. Sema mtu anapokuwa na victimization kuna unyonyaji. Ndio. Hata kihisia. Unajua tunaweza kusubiri materialistic, ila unyonyaji wa kihisia. Unaweza kukaa na mtu au pumui akakupa story ya vitu vibaya vilivyomkuta, it's fine. That's what friends are for. Ndio, emotional support. Lakini akatumia lungu la taarifa mbaya au maamuzi mabaya aliyopitia nyuma kukueleza na ukamsikiliza kama lungu la kukupiga wewe pale ambapo atakapohitaji kitu. You get my point? Kwamba watu wana play victimization. Najua mtu anaweza kusema kwamba unyanyaji wa nani wakihisia unakuaje. Naweza ngakupa shida yangu leo nikakwambia kabisa bana mara nyingi natokea sana kuta mtu anakuambia bana, nyumbani kuna 1, kuna 2, kuna 3. Ndogo wangu yuko 1, 2, 3, 4, 5. Mama yangu yuko hivi, baba yuko hivi. Kisha atakuja tena akwambia mama yuko hivi, yuko hivi. Sasa wewe ambaye uko na stable watu kama wapo sana shida. Ila sasa yule mnyanyaji atakuja anakuambia ni bora wako wewe. Kuna kitu atalifanya kosa. Kuna kosa atalifanya. Sijui umeelewa? Atalisingizia kwenye story aliyokueleza in one time. Unaweza kuwa na shida zako, unajua? Mara nyingi mtu akikueleza shida sio rahisi kumueleza shida. Ndio utataka wewe una shida, yeye ndo ana shida peke yake. Hicho kitu ndio nataka kusema. Utachukua sikio la kumsikiliza. Ila sasa kwa sababu ni rafiki yake, anatumia lungu la historia aliyokueleza kukufanyia vitu vibaya kwa kwamba utamuelewa kwa sababu ya shida anazopitia. Hivyo wangu unajua mimi napitia magumu. Labda tuseme mnashare kitu. Ameenda kuuza. Sijui umeelewa. Kwambia mwanangu, wewe unajua bora hata wewe unaweza kananili. Mimi nikipiga simu siwezi pewa chochote. Kwa mwanangu ni bora, mimi ngoja. Nikaona ni ngoja nifanye hivi. Sijui umeelewa. Mwanangu unajua utaniua. Hiyo ni mwanangu. Ameanza biashara 1 2 3, kachukua hela fulani, kafanya tu vitu fulani. Baadaye akakasirika, labda ameenda kapiga pombe na nini hivyo. Umepigiwa simu bana, ndio mchukue mtu. Unajua mwanangu mimi kulikuwa ni shida 1 2 3. It happened once, it happened twice, and trust me, it happened more than 3 times.
na itakuwa inaendelea kwa sababu wewe ni playground yake. Kwa hiyo ndo maana victimization card tunaweza kusema kama ni hivyo, mtu anaweka hali ya kutumia unyonge wake kukuadhibu kama rungu la kukuchapia, kama rungu la kukuadhibu, na utachapwa vizuri mimi hauwezi toboa. Toxic nyingine unaishi ni sasa friendship. Mimi nadhani ngoja niongelee kitu kimoja. Mimi nitakwambia nani atakiwa rafiki yako. Sasa nani atakiwa rafiki yako kulingana, mimi nitamtumia, mimi kuna mwana falsafa moja Friedrich Nietzsche. Yule jamaa alichallenge vitu vingi sana. Yaani jamani, wale watu ambao yani ni wabaya sana. Kwa naangalia vitu kwenye dimension nyingine. Yani alikuwa anaangalia huku yeye anarudi. Yani angalia alikuwa na challenge vitu ni kwenye dimension ambazo ni ngumu. Kwa Friedrich Nietzsche kulingana na yeye alivyosema, alisema kwamba rafiki mzuri atakuwa ni rafiki ambaye anakusaidia kujipata, self overcoming. Anatakiwa ni rafiki ambaye anakuaccompany kwenye kujipata. Unanipata? Rafiki gani anakuaccompany kwenye kujipata? Unaelewa? Yeah. Ni rafiki ambaye ana want the best from you. Unaelewa? Rafiki ambaye want the best from you hawezi kukutana na mtu na psychopath hapo njiani hata siku hii. Maana yeye atakuja kila siku anataka kitu kwako. Sio the best from you. Maana they will never even listen to you. Yaani mtu ambaye ni wahovyo kwenye maisha yako, kwanza utamgundua kwa kutokusikiliza. Yaani atakuona yani hajawahi kusikiliza. Yaani wewe tu ndio unamsikilizaga tu, unajua kwa huyu hapa sio rafiki. Huyu ni mtoto mwingine wa kulea. Unaweza kaamua kuchoose. Ni mlee kama mtoto, ni mchukue kama mdogo wangu. Sasa utamchukua kama mdogo wako mtu mzima. Yaani wewe utasema mtu mzima kwa kaka yako, namna gani usinaye. Iko unachagua. However, the good friend is the one who is wanting the best from you and is always helping you for self overcoming, to overcome the previous Japhet. If the previous Japhet was weak, then he will help you to be the strong Japhet and not judging the weak Japhet. So nielewa, that is a true friend. Ni kweli. Sasa kwa mtu ambaye sio hayuko hapo, manake huyo. Sasa ngoja nikueleze kitu kimoja kinachokuta watu kwenye hanga kama hiyo. Unajua people woga wanatende kublame matukio fulani yamenikuta kwenye maisha, rafiki fulani alikuwa hivi. Lakini changamoto nyingine ni kwamba wao wenyewe walishindwa kukubaliana na matokeo ya rafiki mzuri, wakaamua kumwacha rafiki mzuri kumfuata rafiki mbaya. Kwa maana gani? Ndio ni ngumu sana kuchukua ukweli, na watu wengi waga tunajificha sura kuchukua ukweli kwa mtu kihusu kitu kinachokufanya. Ndio mtu anakwambia sasa, sikia ndugu yangu, acha unafiki, hautakufikisha popote. Unafanya hiki na hiki, mfesi mtu muambie, mfanye hivi umwambie, bana acha uongo, haukufikishi popote. Wewe acha visingizio, havikufikishi popote, havikukuza, havikufanya nini, vinakupa tu sehemu ya kupotea. Bana unajua mimi sina visingizio bana, nilikuwa ni hivi na hivi, sio unaelewa. Walikuwa ni watu ambao regardless kwa lugha walioitumia kuambia, lakini alikuwa na good intention. Sasa watu wao wana find hard kuchukua ukweli kwa marafiki kama hao, lakini wanaenda kusign blind side, wanatani kwa watu ambao wana entertain kufanya vitu wanavyofanya. Ndio maana mimi nilikuwa nakwambiaje, authenticity it's a good trait for a person to be your friend. Authenticity kwa maana ya hali ya kuwa na mimili yako, yani kuamini ulicho nacho, yani kuwa true to yourself, yani kuwa mkweli. Mwanangu, unajua ni rahisi sana kumjua mtu mnafiki. Hivi unajua ni rahisi sana of course. Maana anaweza akafanya unafiki wa kitu kidogo. Yaani mimi naweza kuwa tumekaa hapa hivi, si ndio? Alafu kamnafikia mtu bila sababu ya msingi. Alafu kwa kawaida sasa ndio kanafikia kitu ambacho ni hakitaka hata unafiki. Maana kuna kama umenotice huwa kuna watu wana toni za unafiki. Yaani kuna watu hizo wana toni za unafiki au wanaishi vitu kwenye semeji, wana metaphorical representation of their words. Sio semeji. Kwa kama jamaa rafiki yako mmoja hivi, yule jamaa nilimgundua kwamba ana metaphorical representation. Okay. Kwa yule jamaa ni parasite. Okay. Ni exploitive in nature na ana use mdomo wake kumanipulate other. Kwa ni Machiavellian. Kwa ni opposite ya trait ile ya honest na humility. Kwa ni Machiavellian, ni manipulative, anatumia mdomo kumanipulate. Mimi nilikuwa simjui, sijawahi kumuona,
of course sijai kukuambia. Ila I took that siku hiyo kwamba huyu jamaa ana uwezo, kama ana uwezo wa kufanya unafiki wa kitu kidogo, just kukimisrepresent in a fraction of seconds. Ni nini kinakugaranti kwamba hata kuja kumisrepresent wewe? Ni nini kinakugaranti kama hata kuja kumisrepresent? Na ili maana yake inakuwa ili ndio part of him. Kwa watu wenye hizo trait wanakuwa nazo. Ili uweze kuwagundua kama wewe sasa. Hebu you have to observe sana. Yaani wewe kama unataka kugundua watu ambao sio marafiki wa kweli, kitu cha kwanza observe more than wanavyokuobserve. Maana ukiobserve utaona utagundua kabisa, utaona tu vitu vidogo au kuwa well informed. Nilikuwa nakwambia ya Nietzsche ya kwanza aliyosema rafiki wa kwanza Bokola anatakiwa kusaidia overcome yourself. Lakini kitu cha pili, rafiki wa kwanza, rafiki mwingine ambaye ni kweli, alisema nini? Alisema solitude and friendship. Akasema kwamba kwenye kitabu chake cha nadhani ni cha Sinta Gay Science kile, nadhani ndio hicho. Anasemaje? Anasema kwamba a true friend have to have the capability of staying themselves. Yaani anataka mtu ambaye anaweza kukaa mwenyewe bila watu. Huyo ndio rafiki wa kweli, kwa sababu hana emotional emptiness. Hana upungufu. Wewe unaweza kukaa na mtu ambaye yani hawezi kukaa peke yake afu unasema wewe ni rafiki yako. Hilo ni tatizo. It's a very wise idea. Kwa hiyo tunasema kwamba solitude and friendship. Who can be a good friend is only the one who is capable of living alone, of staying alone. And find happiness in being alone, and then anaweza extend ile happiness kwa watu wengine. Maana nakwambia huwezi toa upendo kama una upendo ndani yako, lakini pia huwezi ukatoa stability kama you're not stable. Ndio sasa kama you wanna be a stable kama unataka kuwa rafiki uprovide stability kwa mtu, kwa mwingine lazima wewe uwe stable, either emotionally au ni whatever. Umeona sasa? Kwa ndio hivyo. Kitu kingine kile tunasema kwamba friends should co-create values. Sio nielewa? Co-creating values, kwamba wao wanajenga tabia. Co-create ni kama unajenga. Sasa kwa mfano kama sasa ambapo kuna moral erosion, kuna moralities nyingi zinaendelea. Mambo ni mengi ya ovyo. Vitu ni vingi sana vya ovyo mtaani. Vingi mno. Sasa friends utakiwa mwe mnaweza co-create values. Mnaweza mkakaa mkajadiliana vitu ambavyo na hiki mbona hakiendi. That is a true friend. That is a good friend for you na for everyone. Sasa utafind a lot of friends they are shallow kwa sababu they have no values to co-create. Na utagundua yani kwamba kwanza utakuja kujigundua haunaga marafiki. Kwa hivyo tunasema kwamba you are trying to be hard on yourself. Unajua kugundua kwamba kumbe watu wengi ulionao ni unajiona nao, ila sio marafiki. Kwa sababu ni ngumu sana kufind friend ambaye anakusaidia kwenda kwenye njia nzuri ya development, maana self overcoming, yani kukuinua, anakupeleka kwenye ambaye ni solitude, yani ambaye anajitegemea. Maana mtu anajitegemea maana yake kuwa rafiki yake lazima umshawishi. Hivyo unaona vinavyokuja. Yaani kama mtu anajitegemea maana yake kuwa rafiki yake lazima sasa wewe uwe una kitu fulani. Tuweze tuepuke tunaongea. Afu kuna kitu unajua ni vitu tu watu ambao haviongei, lakini watu wanashindwa kucommunicate au kujua na kuweka wazi kwamba hawatuagi tu marafiki just because of emotions. Ndio. What are you adding to me? What am I adding to you? Is this good? Yani wewe ukitaka kuwa na rafiki mzuri lazima wewe kwanza unaweza kuwa rafiki mzuri. Ndio unaweza ukawa rafiki mzuri. Ndio maana unaweza ukapata rafiki mzuri. Ndio maana Friedrich Nietzsche alisemaje kuhusu urafiki yeye sasa? Alisema kwamba in order to be a good friend, always you have to be prepared to sacrifice for your friend and not wait for the friend to sacrifice for you. Sawa kabisa. Mtego mbaya sana huo. Maana huwezi kuwa mnyonyaji kama unasubiri kujitolea. Umeshagundua kwamba yani marafiki hauna kabisa. Yani hapo marafiki hauna kabisa. Hatari sana. Kwa kama unaishi na marafiki 10, kwa hivyo vigezo tu vya Friedrich Nietzsche hivyo tu. Yani hauna kabisa, yani hauna kabisa, maana watu wengi ukachuja pale mpaka ukaishia kwa sababu kwa bana hamna. Na ndio maana sasa wanasemaje? Wanasema kwamba bora ndugu au mimi bora nikae sina marafiki au nini au nini.
marafiki. Watu tu wanaowafahamu amewatem kama marafiki. Umeona, that's the problem. Alafu hicho kitu kina changamoto sana. Kina disappoint sana. Wewe hujui marafiki ni wapi. Wewe una mtu kila siku anakuambia matatizo. Alafu siku moja anakukimbia unalalamika. Wewe ushaje kusaidia tatizo lolote? You want to be a good friend, try to solve others people problem. Sio wewe watu wasolve ya kwako kila siku. Yani na hilo ni tatizo. Unakuta wewe unakuwa na rafiki na huyu yule na rafiki na yule. Unasema eti rafiki yako ni wewe unayesema ni rafiki yako, yeye kesho akimuuliza atasema wewe ni rafiki yake. Au ndiye atakuwa na rafiki yake mwingine. Ambaye rafiki yake atakuwa huyu aliyekuwa rafiki sio rafiki yake. And the cycle continues. So continues. Kwa hivyo ndio maana Mungu anasema and I would rather have love friends. Na authenticity mwanangu kwenye hii existential philosophy kwenye falsafa ya uwepo halisia hii ni kitu cha muhimu sana watu kukupea attention tu. Mwanangu ukitafuta maana kwenye maisha marafiki, yani utapunguza uhitaji wao kwa sababu marafiki utakaowapata watakuwa ni watu wa maana tu. Na ni watu wachache sana. Mimi nilicheka nilikuja kuona watu wangu ambao wanafuatilia kama kina Joe Rogan. Sasa kwa hiyo friendship yani ikanichosha. Joe Rogan rafiki yake ni Lex Friedman, rafiki yake ni Andrew Huberman, rafiki yake ni Jordan Peterson. Sasa mwanangu nasema mbona ni watu wa mawe? Yaani sio watu wepesi. Kwa hiyo kwamba wewe inawezekana wewe kumbe utakuja kufa vibaya. Na ndio maana kuna msemo unasema birds of the same feather they fly together. Lakini pia wewe tafsiri ya marafiki zako watano ndio wewe tunakupata. Kweli ukiangalia wazi wako, tukiangalia tabia za marafiki zako wao ambao ni marafiki. Yaani mimi nitakupa mfano mzuri. Nikimwangalia Joe Rogan ana subscribe YouTube labda milioni 20. Nikimwangalia Jordan Peterson ana subscribe labda YouTube milioni 9. Nikiangalia Lex ana subscribe like anaenda kwenye milioni 5. Nikamwambia Chris Williams ana subscribe kwenda kwenye milioni 4. Nikimwangalia Andrew Huberman anaenda kwenye milioni 5 na ni marafiki. Sio marafiki tu, warafiki wa karibu. Nikimwangalia Sam Harris yani ni watu ambao ni wabaya, yani ambao wenyewe hawafai. Sasa kama wajomba ni wabaya vina ni marafiki. Wewe kwa nini una rafiki ambaye yani anakupeleka kwenye shimo? Kwa hiyo unajua kabisa mwisho wa siku unaenda kwenye shimo. Aidha utaenda kwenye shimo au wewe au muache aende mwenyewe. Utamwacha aende. Kwa it's very simple. Either to greet people or to welcome them according to your preference. Ukiamua kuwa msaada pia unaweza ukawa. Akuwa msaada. Nimekuambiaje kuna kitu kinaitwa slave morality. Yaani nikamsema Frederick Nietzsche mjomba. Yaani mwanangu watu wamekaa wamenang'ania kelema. Wewe unawaambia watu kwamba unajitoa. Yaani wewe unawamulikia watu afu ukipindi unaungua unaisha. Mapenzi ya mshumaa. Resentment inaanzia pale. Not living full in life. Being irresponsible. Maana ni lack of meaning life. Umeshakuwa irresponsible for yourself. Maana responsibility begin with an individual. Umeshakuwa irresponsible. Unakuwa responsible for others afu unajisahau. Not authenticity, authentic. You are not true to your own values. Yaani kweli kwa sababu chochote utakacho yani goal yako inadisaminiwa na mtu mwingine. Na sasa mwanangu mimi naonea huruma. Yaani mimi naongea kwa sababu naona watu wengi sana wanaishia peponi, wanaishia motoni. Na mimi I will not try to be good at this. Yani I will not try to be kwamba sasa bana unajua inawezekana. Kwamba unajua ile kwamba nini kuna moja kati ya hizi dark triads au dark personalities. Kuna watu ambao wanajua kumanipulate others. Wanaitwa Machiavellians. Machiavellian ni mtu ambaye ana uwezo watumia mdomo manipulate ili yeye kuweza kuwa kwenye sehemu nzuri, manipulate chochote kwa kutumia maneno. Na narcissistic ni mtu ambaye anajaribu an end position kuwepo kwa kutumia mbinu yoyote. Sasa mara nyingi pia watu wanashindwa kwa spot narcissists. Moja kati ya vifaa tulikuwa tunaongelea, nadhani tulikuwa tunasema ni moja kati ya narcissists ambazo wanakuwa nazo hizo victimization. Lakini wengi wanapendaga kuonekana kwamba they can do something. Wanaweza. Ndio. Na wanapenda yani wana imitate competence. Wanajifanya kwamba I can do this. Sasa ndio mshoni kabisa, alafu anakuwa na wacha watu wengine wafanye. Alafu ili mshoni anaonekana ndio alifanya. Kitu kikifanikiwa anaonekana ndio alifanya. Ila anakuwa yeye anahisi kwamba ana watu
Kwa anakuja labda anakuja hapa they are good, they can be good politicians. Na sisi zimo Machiavellian. Na ndio maana ilikuja moja Machiavellian sio tena ndo kabisa, ile ni personality watu ambao viongozi. Maana wenyewe wanakuja maana simenemiwa pia kwa mtu aliyekuwa mtu ambaye aliongelea uongozi. Nicola Machiavelli yule jamaa jinsi alivyoongelea uongozi. Utajisikia vibaya sana kuja kugundua kwamba labda watu alivyoongelea wanadamu. Kumbe wanadamu wanataka nini? Na uwezi kuwa mwanasiasa kama uja master hiyo masterpiece ya Machiavellian. Maana jamani kwa Machiavelli, yani yeye alielezea kile kitu ambacho watu hawataki. Unajua hicho kitabu chake kilifungiwa kwa miaka kama 200 hivi. Okay. Maana kilikuwa ni manipulation tu, ilikuwa inaongelea ni kwamba walisema kwamba ilikuwa ni evil, kitabu cha shetani. Kialani. Kwa hiyo ameweka namna ya kudance na akili za watu. Yaani anakwambia moja wapo ya vitu vyake ni kwamba wanadamu au wananchi hawahitaji ukweli wako. Wanahitaji effectiveness. Kwa yeyote anayeweza kutokea akaja na matokeo hata kama ni ya uongo, wananchi wanamchukua. Wanaenda naye hivyo hivyo. Anakwambia ni maisha yalivyo ni kwamba mtu anayeongea uongo ndio anayepita. Mtu ambaye ana morality, viongozi wetu hapa. Mtu ambaye ana morality ndio anayekaa. Maana maisha yamekuwa ni fake, kwamba yani utamuona mtu ambaye anafanya mambo ya ovyo ndio anafanikiwa. Alafu wewe unafanya vitu vizuri kila siku upandi cheo. Kwa hiyo jiuliza ni nini? Kwa nini mambo yamekuwa hivi? Hapo Nietzsche anakuja na social kwamba nyinyi mmeshaingia kwenye slave morality. Nyinyi mlikuwa tu wa ovyo, mmengangania moral values na nini. Ndio maana alikuwa watu wanashauri kuwa too strong na not being good. Anasema utakuwa okay with not being good when not necessary. Maana watu wanapenda tu kuwa good, to look good. Unajua mimi I'm good because ningetoa mfano tu mwingine mbaya, lakini ngoja niuache maana naweza watu wakakufuata. Sasa bana wewe unaongelea professionals za watu nini ngoja niache hiyo. Lakini zipo baadhi za professional kwamba they are living very terrible life. Lakini kwa sababu people wanawaperceive kama good people, then they live upon that test. Okay. Kuna swali moja nilikuwa nalo. Kuna watu actually wanakuwa wana haiba fulani ya of course ni haiba hasi tunasema, au dark au zile haiba mbaya za sadism. Kana kwamba anakuwa na mtu ambaye anamuumiza ya kwa sababu walikuwa wamesha share naye history fulani nyuma ya vitu vizuri. Anakuwa hawezi kumtolerate, yani kumwacha. Yani hawezi kumwacha aende asiwe tena rafiki yake. Kwa mfano unajua sadism bana nimekuja kuangalia ipo kwenye nyanja nyingi sana. Sadism hali ya kujisikia furaha au hali ya kuenjoy kupitia mateso ya mwenzako. Ipo kwa watu wengi sana, almost all. Ndio maana nakwambiaje hizo ni human traits. However, ukitaka kutest tilt to dark side. To dark side. Ni nini kinasema kwenye dark side? Kuirisha vizuri. Sadism is the passive delight in hurting others. Ndio, una enjoy kumuumiza mtu. Na sasa wapo wakipata mazingira hayo wanatumia effective. Na sadism imekuwa imeevolve kwa muda mrefu mpaka kuja kuita sadism. Maana inaonekana watu kuanzia throughout history human being they enjoy hurting others. Na ndio maana wanakuambia hadi Hellcat games hizi. Hizo games ziko kama hizo games. Kama za kina Gladiator zile. Ndio za kina Gladiator zile. Watu wanashangilia. Watu ambao wanaangalia movie ya Gladiator wanaweza kaelewa. Yaani mtu ana enjoy kuona mtu anakatwa mkono. Sasa hapo watu ndio maana nakwambia movie kama za kina Evil Dead. Singepata kama human being we are not interested in hurting others. Hata Game of Thrones unakuwa kuna ile brutality ndio inawavutia watu napenda sana ile thrill. Ile thrill na watu wengi ambao wanapenda thrilling ni watu ambao ni extroverted. Watu ambao ni positive emotion dimension. They are more they want excitement and thrills. Na ndio maana they are more likely to be addicted. Ndio maana watu ambao utawakuta wana addiction most of the time watakuwa wanaanguka
kwenye hiyo haiba ya uchangamfu fulani. Maana atakuwa ni extroverted after low in consciousness. Wanaiba ya uchangamfu lakini hawapendi kufanya kazi. Kwa hiyo watalazimika kutafuta furaha njia yoyote. Watafuta njia kwa sababu kufanya kazi ndio kunaleta furaha, mjomba. Ni kweli. Unashusha vimiminika. Kwa sasa watajikuta kwamba kwenye nafasi ambayo wanahitaji kupata furaha, yani ile mwili kuuzawadia, watahitaji wafanye kama wanavyofanyaga. Ni kweli. Wanaenda tu kupata furaha kirahisi. Kwa kila wakipata na extroverted na openness to experiences. High openness to experience, high extroversion, low in consciousness. Na kupeleka kwenye psychopath. Maana utakuwa parasitic kila. Maana kila kitu utakuwa unaweza, kila kitu wewe kwako fresh, openness to experience. Kila kitu penzetu. Umeenda sasa huko. Umeenda huko tena una uwajibikaji wote ndani. Yaani wewe kama kila kitu ukipenda uishi kwa matokeo ya mwingine. Yaani uishi kwa matokeo yanayopatikana muda ule na wewe uishi kwa ajili yako. Na maana watu hao wanakuwa wana hedonism. Hedonism na ndo hizo ni sifa pia, hedonism, nihilism, hizo ndivyo ambavyo vinakupelekea tena kupata hizi mental illness sasa. Complete mental illness. Kwa mfano hii hapa inaitwa cluster B, I think borderline. Cluster B, borderline personality disorder. Lazima mtu we paranoid, lazima mtu we hedonic, sijui uwe paranoid, mavitu kibao unakuwa nayo pale. Kwa unajikuta umepata complete, ushapata magonjwa ya addiction, magonjwa nini kwa mimi. Kwa mtu kwa mfano kama hedonism, mtu una enjoy tu, yani it's all about gratification, it's all about kujifurahisha, yani kuenjoy tu, yani wewe ni mtu hedonism, chochote kinachokuja mbele kama kinakufurahisha fresh, kinakufurahisha unaishi nacho. Alafu nihilism ni kwamba yani wewe maisha yana umuhimu zaidi ya furaha, yani wewe maisha yani kwa maana pale ni kwamba not responsible, not searching for meaning, not authentic, no moral issues, then no freedom. Maana neno is addicted, you is free. Kweli. Wewe uko addicted ukani una freedom. Freedom kweli haipo. Utaenda hapo gerezani. Maana addiction ndio maisha kwamba you addicted, kwamba uko umeshafungwa mnyororo kwenye kitu fulani. Watu wanasema kwamba bana, ni maana wanasema kwamba ni sehemu nzuri ya kuishi jehanamu ni hapa duniani. Unaanza kuishi jehanamu kabla huja. Ni jehanamu unaanza kuishi duniani. Hapa duniani kabla hujaenda mbali. If you have disorganized life, you have poor communication with the people who are around you, you're already in hell. Yani lazima umeshaanza moto wako kabisa. Ushaanza tu kula vyuma mapema sana. Sababu utajikuta kwamba yes una hiki lakini hiki akini. Ndio maana the idea kwamba bana mtu utaenda kukutana mbingu, yani bado yani ni slave morality, yani bado ipo pale kwenye slave morality, yani hauna watu gani wa mbingu wakati ya ushi. Ndio hiyo mambo ya hypothetical. Wewe unajaribu kusave miaka 100 ijayo wakati watu wanakufa leo. Umengangania kuja na policies za miaka 100 ijayo wakati mwaka huu watu hawana chakula. Kwa wewe unataka kuwasaidia wa miaka ijayo au unataka kuwasaidia watu wa miaka hii miwili walio? Ndio maana good leader lazima focus kwenye miaka hii kwanza. Alafu tuje tupate miaka 10. Haiwezekani tukao tuna miaka 10 alafu hatuna miaka hii. Uweze kuipata 10 kama una moja. Sasa ni watu wanataka hivi, mtu anataka bana, sasa nchi yetu tunaenda wapi wakati tumeshindwa kupata solution ya leo? Tunahangaika na tunaenda wapi? Hawezi fanikisha. Sasa kuna mtu aliniambia kitu kimoja. Anapata changamoto sana kuterminate mtu. Of course labda wewe mtu ni agreeable. Yaani ana haiba ile ya kukubaliana. Wana watu wenye haiba ya kukubaliana ndio wanakuwa wapole, wanakuwa wanapenda kurudisha hisia. Wanarudisha hisia kwa wengine, kuangalia watajisikiaje wakiwafanyia hivi. Tunamsaidiaje sasa huyo mwenye rafiki ambaye ni mnyonyaji? Kabisa, ndio kabisa anaweka mbele zote vitu vyote kuhusiana na swala la victimization. Yaani hali ya kutia huruma na kuonekana kwamba na matatizo kuliko watu wote. Kitu cha kufanya tu cha kumsaidia huyo mtu ni to stand up for themselves basi. Yaani hamna kitu chochote cha kumwambia, yaani hakuna cha muujiza. Tunachoweza tukamsaidia ni assertiveness training. Ni kubali, ni kumtrain, kujifunza kusema hapana. Kuna mtu nimwambia kwamba ukiona una changamoto ya kujifunza kusema hapana kwa mara moja, basi anza na kusema nitafikiria kabla ya kutoa jibu langu. Ndio. Sio yani
jibu la ndio lichelewe kutoka mdomo. Wewe jibu mimi naanza kusema kwamba hebu ngoja kwanza niangalie. Baadaye utajifunza, baadaye tunaweza kusema hapana. Kwa kusema hapana of course inaweza ikawa msaada of course. Ndio msaada namba 1, lakini pia kitu kingine mtu ajikiwa ajipende yeye kabla ya kumpenda mtu mwingine. Na binadamu ndo tuko, yani ni rahisi sana mtu kumfikiria mwenzake kuliko anavyojifikiria yeye. Watu wengi wenye hiba ya agreeableness iko hivyo. Okay, tu empathetic iko na kwamba tunasema kwamba kuna research moja nilikuwa naisoma pale anasema kwamba ukichukua karatasi ukachukua watu 100 ukaandika, ukawaambia waandike wanachokifikiria, au ukapa story yoyote kuhusu maisha yao waandike wanachokifikiria na waongee pia wanachokifikiria, ukachukua ile story 75% ya kitu wanachokiandika pale hivi watu watakuwa na refer to themselves. So nielewa? Sio yote watu watakuwa na refer to themselves. Wow. Na asilimia 75 wako more likely to be anxious and psychotic. Okay. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu wale watu they are thinking of themselves, not others. Okay. Kwa hiyo the more you think about yourself, the more you are more likely to develop anxiousness and psychotic. However, thinking about others in a context of first thinking about yourself. Maana mimi the moment mimi ninapofikiria kuhusu familia yangu, labda nikafikia familia yangu kwamba bana watu watakiwa endee kaa vizuri, mimi siwezi kujirifaa tena kama mimi ujue. Nakuwa narifaa kulingana na watu ambao wamenizunguka. Yeah. Ila mtu ambaye hana mtu ambaye anadili naye ambaye sio yeye, lazima anajirifaa mwenyewe. Okay. Kwa hiyo inamfanya kuwa lonely deep inside. Na ndio maana kwa mfano kama mimi ambaye labda mimi nina happy family relationships, ndio? Ndio. Labda wewe una happy family relationship. Mwanangu, wewe hauwezi kukuta mtu you are craving for friendship hata siku moja. Hakuna uwezo kuniambia mwanangu rafiki simuelewi. Hiyo huwezi. Okay, that. Kwa kuna emptiness fulani kwa watu. Emptiness unajaribu kuifeel. Unataka kufill gap fulani. Hasa ile gap ukitaka kuifeel ndio inazidi kuendesha. Kwa ni mtu tu asimamie misingi ambao anaweza akasimamia ya kwake mwenyewe, ajue kusimama mwenyewe kabla ya kuwa na mtu. Maana ndio wana kwa nakwambiaje kama Friedrich Nietzsche alivyosema kwamba solitude jamani unatakiwa kisha you can stand alone and be happy kabla ya kuweka mtu, kabla hujaanza kutafuta watu wengine. Yeah. Look for the happiness in you first. Kwa mwanangu ni kazi ni ngumu. People they want others to be happy. Ni kweli. Na ndio maana wakasema asilimia nyingi ya watu ni rahisi sana kumnunulia dawa mtu kuliko kujinunulia yeye. Najua hiyo kitu. That happens even kwangu pia. Yeah. Kwa hiyo kwanza. Kwa hiyo yani mtu yani rahisi sana rafiki kukwambia anaumwa kwenda kumnunulia dawa ila sio kuumwa kujinunulia dawa. Unaona sana. Nitaka freshia mtu kukwambia una mwana. Lakini sasa hiyo unakuta kuna emptiness. Kuna emptiness na kusumbua pia. Kuna emptiness sasa hapo sijajua itakuwaje. Kwa unaweka hapo. Mimi karibu sasa mimi kama wako hivyo yani. Mika kwangu sio hivyo. Sio hivyo kwamba yani mika kwangu labda naweza nikaa naamini labda mtu kama ni ndugu yangu labda nini. Naweza nikaa anadeserve kitu, anadeserve yani hajazoea haya mahangaiko. Ndio hivyo sasa wanasema. Yani uko more likely kuangalia mwenzako anaweza yani kumwangalia mwenzako kabla. Unajua watu wenye self sacrifice ndio this is how it happens yani. Ndio of course ndio. Unamregard mtu mwingine kabla ya ndio ya wewe. Na ndio sacrifice ya rafiki kwamba kuwa na mtu kabla ya kuwa na mtu ambaye anaweza ka sacrifice something to you. Angalia wewe unaweza ka sacrifice nini kwake. Na maanisha kwa ndio hivyo. Lakini ikiwa anafanya sacrifice kwa mtu unakuwa na kwa mtu ambaye ana deserve. Ndio hivyo. Not anyone. Sio kila mtu, yeyote mtu. Na mimi hata kama mimi ndata nikiwa na new friends I can sacrifice more than 3 times. However, I'm watching. Kwa hiyo sacrifice but I'm watching. Kwamba yule anatoa nini? Kwamba yeye anakuwa comfortable. Okay. Mimi na rafiki yangu mmoja yani yeye alikuwa yani yeye anaga hizo mambo yani yeye mimi natakija geto
Unaweza kukaa tu mnataka kupika, ila akatoa tu chochote yani. Yes. So leo, anaona ni kupika mkara, alafu yeye hajatoa chochote, anaona kama mnamchukulia poa. Na mimi cha kufanya, hiyo hela na mimi nakuwa naitaka. Hiyo nataka kuitoa hiyo na mimi nakuwa naitaka. Kwa hiyo hebu nipe. Sawa kabisa. Hiyo inakuwa ni positive, ni positive regard. Kwa maana sasa hapa hivi kuwafanya watu au kumfanya mtu akiwa pale ghetto asione kama ni mgeni, ajione kama mwenyeji. Hiyo sio kwa ghetto tu, hiyo ni hata kwa maisha ya kila siku. Mimi tunazungumzia neno la ghetto kwa sababu vijana wengi ndio wapo yani hapo ghetto, hapo vioni maisha yani. Hakuna mtu anaanzia, watu wengi wanaanzia magetoni. Of course kuna watu ambao wanaanzia magetoni labda tuseme ambao wana maisha mazuri. Uwezi kuchukua kategori ya umaskini wako kwa vika wote. Kwa watu wengine wanaanzia, kwa watu wengine of course wako lucky na maisha ndio yako hivyo pia yani. Kuna watu ambao yani hiyo hali yako mbaya ya hovyo ya marafiki ambao waeleweki wao hawajaipitia na hawatakuja kuipitia. Kwa relax, ila atapitia tu stage yake nyingine ya tofauti ambayo sio kama ya kwako. Yeah, kiufupi naona tumecover wide range ya nani. Kuna vitu nataka niviseme lakini naona tushaviongea ndani. Kubana friends, changamoto lakini pia negative zinakuja kwa sababu hizo hatujawafahamu marafiki ni akina nani. Hizo kila mtu tulimuona rafiki. Kuna muda ulikataa marafiki wazuri kwa sababu tu ya kuogopa kuambia ukweli. Kwa hiyo vitu vyote vinatokea simultaneously, lakini tunafahamu rafiki ni muhimu kama umeshamjua ni nani. Ndio. Rafiki wa kweli. Lakini kitu ambacho nikaanza kama mimi experience yangu sijawahi kuchukiwa na mtu kwa sababu nimemwambia ukweli. Yaani hakuna mtu atakuchukia kwa kumwambia ukweli. Ila nimekumbusha kitu kimoja. Hata kuwa rafiki yako. Yaani hata kuwa rafiki kwa ile aibu kwamba alikuwa wahovyo, ila atakuwa amelema. Na wewe kimbia, na wewe kisha kuwa umeshajipata yani kisaikolojia sasa hapo hivi. Yaani wewe unakuwa hauna shida ya sasa, watu kukuona wewe ni mtu mwema. Watu wengi na ndio nafiki unapoanzia hapo kwenye rafiki. Kuna kitu kinamteketeza rafiki yake anashindwa kukifanya. Kumwambia just because anaonekana atakuwa mbaya kwa kusema ukweli. Ndio. Na ndio ndio lack of authenticity sasa. Kwa unakuwa you are not true to yourself. Na watu wajui ni kitu kimoja. Mtu mmoja akijua kwamba ulishindwa kumwambia kwa sababu ulimuogopa, anakutem tena sio rafiki yake. Utaona kama wewe ndio ulikuwa ni hata akipata shida hawezi kukufuata. Nilichojifunza kumweleza mtu kweli. Ukamwambia ukweli regardless kwa mazinguzi yapi leo unanili. Kukiwa kuna changamoto nyingine atakufuata tena. Kwa sababu anajua kitu kimoja. You are the only person ambaye utamweleza ukweli. Watu wengine watamficha. Ndio. Na hiyo tayari inatengeneza bond fulani ya true friendship. Kuna mtu unaweza usiongee naye miezi miwili. Ndio. Lakini rafiki yako wa ukweli, yani anajua kabisa huyu jamaa nitamcheki hivi na hivi. Ndio kitu cha muhimu. Na ndio maana true friends sio watu kanao na wapiga nao kila muda nini ndio mnaongea. Mtakuwa waongo. Kiara. Hata wale true friends wanakuacha uendelee maisha, ufanye chochote kwenye maisha. Yaani si kama mpo kwenye kazi moja au nini moja, ila watu wa mbali yani unakuta yani napigwa simu moja baada ya wiki mbili huko. Na mnaongea vitu vya maana. Na issue fulani. That's how people live. Ndio hivyo. Asante sana. Let's talk life.